Moja kati ya story ambayo inaendelea kwa sasa ni kuhusiana na kiranja wa dunia Donald Trump. Moja kati ya akili ambayo Donald Trump anaitumia ni akili ngumu sana, lakini ni mfanyabiashara ambaye anaonyesha uwezo mkubwa sana kwenye kumaster vitu vingi vya msingi mpaka hivi sasa. Trump anafanya move zake kwa usahihi sana, kwa utaratibu, bila kwa kukwepa ama kuhofia kuwa impeached, kwa sababu katiba ya Marekani ni moja kati ya katiba ngumu sana ambayo ina mgawanyo mkubwa wa kimajukumu, na ukienda nje kinyume na katiba yao, kutolewa ni kitu rahisi sana. Marekani ishaikuwa na rais anayefanana kariba ya vitu vingi na Donald Trump, anaitwa Richard Nixon. Richard Nixon huyu alijiuzuru, ndo rais pekee kwenye historia ya Marekani kujiuzuru mwaka 1974. Huyu ndo ambaye alikuja na mkataba wa petrodollar, na ndio iliyosababisha dola ya Kimarekani kuwa na nguvu duniani. Lakini jamaa alikuwa impeached kutokana na ile Watergate scandal. Timu yake ya kampeni iliweza kuweka vinasa sauti kwenye mikutano ya Democrats. Kwa baadaye jamaa alikuwa katika mchakato wa kuwa impeached, akaamua kujiuzuru mwenyewe mwaka 1974, na Gerald Ford ascend kuwa rais wa nchi. Gerald Ford ndo jina la huyu jamaa, jina la hii meli maarufu sana, aircraft carrier, ambayo inatumika katika operations za kijeshi za Marekani. Sasa kwa nini nimesema Donald Trump anatumia akili sana katika moves zake? Hapa juzi kati alikuwa anazungumzia kuhusiana na NATO, kwamba NATO haina msaada kwa Marekani. Kumbuka Marekani anatumia sehemu kubwa sana ya budget yake kwenye ulinzi wa NATO. Asilimia 66 ya budget ya NATO ni Marekani. Zaidi ya dola bilioni 2 point kadhaa kwa kila kambi ya NATO ambayo inahitaji, ambayo inatumia kodi ya Marekani. Kwa hiyo Marekani anapoteza fedha nyingi sana kwenye operation mbalimbali za kijeshi za NATO. Sasa amewatega kwa vitu viwili. Aliwatega kuhusiana na kununua kisiwa cha Greenland, ambayo Greenland ni sehemu ya ufalme wa Denmark. Ulaya nzima karibia ikakataa kwamba Donald Trump hawezi kununua kisiwa cha Greenland, lakini yeye aliwaambia kutokana na strategic reasons, kwa maana ya kwamba Greenland ni kisiwa, ni ruti fupi ya Marekani, ama ni ruti fupi ya kama Urusi anataka kuishambulia Marekani, kwa ni rahisi kuweka defensive patterns zake katika eneo lile. Lakini Denmark ilikataa na nchi mbalimbali Ulaya zilikataa. Wao walikuja katika economic reasons, na Marekani hakuna kitu ambacho anakifanya bila kuwa na sababu za kiuchumi, ama sababu za kiulinzi, sababu za kiuchumi. Sababu zake ni mbili, na ukitazama sakata la Greenland kuna sababu mbili. Kwanza ya kiulinzi, ashai kuweka Pitfink base pale wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, lakini baadaye akaondoka, na aliwapa ofa ya kuweza kununua kisiwa cha Greenland, japo alikataa. Na hii si mara ya kwanza Marekani kununua maeneo. Washai kununua Louisiana, lile jimbo alinunua kutoka kwa Mfaransa. Amenunua Alaska kutoka kwa Mrusi. Amenunua Florida kutoka kwa Mhispaniola. Amenunua Virgin Islands kutoka kwa Denmark. Amenunua Texas kutoka kwa Mexico kama sikosei. Kwa kuna maeneo kadhaa ambayo ameanunua kutoka kwenye nchi nyingine, na ndio maana sasa akataka kuinunua Greenland. Sio kitu kipya, ni tangu zamani. Sababu za kiuchumi na sababu za kiulinzi. Sababu za kiuchumi ni kwamba Greenland ni the new Suez Canal, kwa sababu ni eneo ambalo litakuwa route fupi zaidi kufika barani Ulaya, kwa sababu sasa hivi lile barafu linayeyuka. Tunazungumza hivi sasa Greenland asilimia 85 ni barafu, asilimia 85 ni barafu. Kwa kuwa barafu asilimia 85, watu wengi wa Greenland wanaishi kusini magharibi mwa ile nchi mwa kile kisiwa cha Greenland. Asilimia 85 wale watu wa Greenland wanaishi kusini magharibi mwa kile kisiwa, ambapo kuna mji unaitwa Nuuk, ndio sehemu ambapo wanaishi, ambao ni makao makuu ya Greenland. Sasa kwa nini nimeanzia huko kwa sababu jana Donald Trump katika kikao chake ikulu ya Marekani amezungumza wazi kwamba anaweza kujitoa NATO
bila idhini ya Congress, na Congress hawana cha kufanya. Kwa nini? Ni kwa sababu wanasema nimeshawaonesha rangi halisi za NATO, kwa maana kwamba ni watu wetu, washirika wetu ambao sisi wanapotuhitaji tunawasaidia, ila wao tunapowahitaji hawana msaada kwetu. Kwa hiyo ni tishio kubwa sana kwa ustawi wa Marekani kwenye hoja nzima ya kiulinzi. Na wananchi wakitazama wataona ni kweli NATO hawajaunga mkono jambo lolote la Marekani, lakini wao wanatumia 60%